mzaliwa wa kwanza. Usipojua kwamba hili ni lango ambalo limefunguliwa, ambapo sasa kuna baadhi ya watu ambao watapaswa kuingizwa huko, hata kama wataki wataingizwa. Asante Mungu ni hivi, lango la Yesu likiwa wazi, hata wale ambao wapendi kumjua Kristo na wenyewe wataingizwa tu huko. Kwa sababu gani? Kwa sababu lango ambalo lipo wazi ni la Yesu Kristo. Amen, amen, haleluya, haleluya. Hebu tuone Wakolosai 1:15. Wakolosai 1:15. Wakolosai 1:15. Wakolosai 1:15. Wakolosai 1:15. Wakolosai 1:15 inasema hivi. Wakolosai 1:15, naye ni mfano wa Mungu. Wakolosai 5, naye ni mfano wa Mungu asionekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Nienda mstari wa 18, naye ndiye kichwa cha mwili, yaani cha kanisa, naye ni mwanzo, ni mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Hasa hapa tunamwona Yesu Kristo kama mzaliwa wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Kama Yesu Kristo ni mzaliwa wa kwanza, hasa ili awe mtangulizi, yeye ni mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Kwa Yesu alipokuja hakuwa mzaliwa wa kwanza wa mwanadamu, akawa mzaliwa wa kwanza wa mimea, mzaliwa wa kwanza wa mifugo, mzaliwa wa kwanza wa kila kiumbe. Yeye anasema ndiye mzaliwa wa kwanza. Kwa hiyo popote pale ambapo unaona Adamu wa kwanza bado kama vile anatawala, usiende kwa nguvu zako, mtafute mzaliwa wa kwanza ambaye ni Yesu Kristo. Asema yeye ni mtangulizi wa viumbe vyote, yeye ni mzaliwa wa kwanza wa vitu vyote. Kwa hiyo unapokaa kwenye familia, lazima mwambie Bwana Yesu, umesema wewe ni mzaliwa wa kwanza wa familia ya kwangu. Hata kama mwanangu wa kwanza anaitwa Frenki, lakini Frenki ni wa pili, upo wa kwanza Yesu anafuata Frenki ajakasa. Unasikia? Una mtoto wako wa kwanza anaitwa John, huyo ni wa pili. Amen, amen. Wa kwanza anaitwa Ana, huyo ni wa pili. Wa kwanza anaitwa Yesu. Akishaanza Yesu hapo, baada ya Yesu ndipo anafuata huyo mwingine ambaye upo naye. Amen. Ili kwamba shetani akisimama kwa ajili ya kuleta na kudai ile mauti iliyoletwa na Adamu, Yesu kama mzaliwa wa kwanza anakaa mbele, anasema mimi ndio mzaliwa wa kwanza wa kwenye hii familia. Umetumwa kufanyaje? Nimetumwa kwamba huyu mtoto awe mganga. Yesu, okay, sawa. Na mimi nimetumwa huyu mtoto awe injinia. Umetumwa huyu mtoto awe kahaba. Na mimi nimetumwa huyu mtoto awe daktari. Na mimi nimetumwa huyu mtoto awe chokola. Na mimi nimetumwa ili kwamba huyu mtoto awe profesa. Haleluya. Unasikia? Lango likikaa hapo, Yesu mzaliwa wa kwanza ikaa kwenye familia. Yule Adamu wa kwanza kama amekaa, akija uwe na uhakika haanzi na wewe, ataanza na yule ambaye ni mzaliwa wa kwanza wa vitu vyote ambaye ni Yesu Kristo. Na yeye akija hapo anakuwa ana ajenda yake, ana mipango yake. Kwa hiyo akija hapo sio kama shetani ataingia kirahisi. No, haingii. Kwa nini? Akifika cha kwanza lazima ajieleze. Kwa nini? Mmesahau habari ya Musa. Anaenda kwa Farao. Musa anamwambia Mungu, nikienda kule kwa Farao niambie nini? Anataka maelezo ya kuiambia miungu ya Farao kwamba mimi ni Musa, nimetumwa na Mungu, ya kwamba wewe Farao waruhusu Israeli mzaliwa wa kwanza
atoke